Nafurahi sana kuungana na wewe mchana huu. Nashukuru sana. Tuangazie, nilikuwa najaribu kumwangalia Joel Nanauka, lakini kabla ya hilo tuangazie baraza hili jipya la mawaziri. Mtazamo wako ukoje uteuzi wa baraza hili la mawaziri lenye wizara 27? Ni baraza ambalo limesheheni utaalam na weledi na ujuzi mkubwa. Ni baraza ambalo liko balanced kwa maana ya jinsia, na ni baraza pia ambalo liko balanced kwa maana ya umri na kama nilivyosema mwanzo, ujuzi na utaalam. Kwa hiyo ni baraza ambalo kwangu limesheheni ujuzi, utaalam, balancing ya jinsia, balancing ya umri na uzoefu, na ni baraza ambalo naamini liko sawa sawa. Unadhani linaweza kwenda kujibu matarajio ya hoja za Watanzania zilizopo kwenye vichwa vyao kwa sasa? Ndio, litakwenda kujibu hoja hizo, na kujibu kwenyewe kutategemea utendaji wa mawaziri wenyewe, manaibu waziri, makatibu wakuu na watendaji wa wizara hizo. Kwa hiyo wakienda wakafanya kazi, wakapata uwezeshwaji mzuri wa kifedha, wakapata miongozo mizuri, na wakawa na usimamizi mzuri wa mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa rais, mheshimiwa makamu wa rais, na wakafanya kazi kwa pamoja kama mawaziri kwa kupata ushauri kutoka wizara moja kwenda nyingine, pia kupata ushauri kwa wale wengine waliowahi kuwepo katika wizara zile, na zaidi wakashirikiana na wananchi wenyewe kwa kuwasikiliza na kwa kuona kama kasi wanayokwenda nayo na majibu wanayoyatoa kwa matatizo yao ndio hayo wananchi wanayoyahitaji, basi watafanikiwa na watajibu kiu ya wananchi waliokuwa nayo. Hotuba ya rais ya jana ni kama watu imeanza kuwatia mashaka namna ambavyo miaka mitano hii itakavyokwenda, kama inaonekana masuala ya fedha inawezekana yakawa magumu. Kwa kauli yake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwa kauli yake kwamba matukio yaliyolikumba taifa tarehe 29 kwenye uchaguzi na baada ya hapo yametia doa, na doa hilo linaweza likapelekea kuwa na ucheleweshwaji katika hasa zaidi kukopeshwa fedha na wakopeshaji. Hilo ameeleza ukweli, na kama kiongozi ndio kazi yake aeleze ukweli ili watu tufahamu kwamba ni kitu gani tunakitarajia mbele ya safari. Kwa hiyo ni kauli yake, na kwa kuwa imetoka kwake ina maana ni jambo ameliona kwamba lipo, na kama halipo linakuja. Sasa kwenye nchi kama ya kwetu ambayo kwa kiasi kikubwa sana tumekuwa tukitegemea mikopo na misaada ya kwa namna yote ile, unadhani inaweza ikawa na urahisi kwa namna gani kujiendesha kama haya ambayo anayasema yakawa hivyo? Hili litatufanya watu wachemshe vichwa zaidi. Niliwahi kusema wakati ule Zimbabwe ilipowekewa vikwazo vya uchumi sana na mataifa ya magharibi, Zimbabwe ilikuwa innovative sana. Lakini pia taifa la South Africa lilipowekewa vikwazo, halikuwekewa vikwazo kwamba lilikuwa linafanya vizuri, hapana. Liliwekewa vikwazo kwa sababu makaburu wa South Africa walikuwa wanaendesha siasa za ubaguzi kule South Africa. Lakini kila ugumu unakuja na wepesi. Waliwekewa vikwazo, South Africa ikaja kuenda hapo kuanza kujitegemea na kuinvent namna ya kuishi, na baadaye wakajikuta wanatengeneza mpaka ndege na kila kitu. Hii hali inapotokea inatupeleka sisi wa Tanzania kupika vichwa na kusema hivi, kweli wakikata hawa watu mikopo yao na nini kwa muda hatuna namna ya kusurvive? Namna ya kusurvive itakuwepo. Sasa ni wakati wa watu kukaa chini na kupika vichwa na kusema sasa, hebu tuangalie ni namna gani nyingine tunaweza kupata vyanzo vya nini, vya mapato. Ukiniruhusu nusu dakika, mwandishi wa habari, nitakwambia jambo moja. Endelea. Niguse kwa mfano sekta ya utalii. Mimi nimekuwa nikiongea sana habari za utalii. Kwa sababu nimetalii zaidi ya nchi 50 duniani na uelewa utalii sana. Niliwahi kusema wakati fulani, nikasema hivi, utalii wetu tulio nao tunategemea sana mbuga za wanyama, tunategemea mlima Kilimanjaro,
tunategemea na mambo ambayo mengi yanatuletea utalii, lakini tuna vyanzo nilisema zaidi ya 50 vya utalii mpaka 100 ambavyo hatujavigusa. Mathalani makao ya kale ya machifu wetu akina Mkwawa, akina Mazengo, akina Mirambo yakitengenezwa, tamaduni zetu za ngoma za asili, vyakula vyetu katika makabila yetu, tunazo fukwe za maziwa yetu makuu, Victoria, Tanganyika na Nyasa. Fukwe zile tumezitumiaje kwa utalii? Tunayo makanisa ya zamani yenye miaka zaidi ya 100 yanayowapa watu utalii zaidi huko duniani. Tunayo vilimo vya mazao. Niliwahi kwenda Hispania nikakutana na wanafunzi wanaotaka kuja kutalii kwa ajili ya kuona kahawa inavyolimwa mpaka inavyokwenda kuwafikia wao kunywa kule. Hawajawahi kuona mkahawa na kadhalika. Tuna vitu vingi ambavyo hatuja innovate. Tatizo moja la kwetu ni moja tu, mwandishi wa habari, kila kitu kwetu uwaga hakiwezekani. Tuna ile copy paste kwamba sisi tutakapopata pesa ni hiyo mikopo ya wafadhili ni hii, basi mikopo isipokuwepo tumekwisha. Ifike mahali tujue tunao uwezo bado wa kuleta mawazo mapya ndani ya kupatikana kwa fedha ndani ya taifa letu, na tukapata fedha nyingi kuliko hata hizo wanazotukopesha, na uwezo huo tunao ndani ya vichwa vyetu. Nikukaa chini watu wakapika vichwa, wakapika akili, na mambo yakaenda, na tutavuka tu katika hili, wala hatutapata shida watu tukifanya hivyo. Hapa katikati kabla ya nafikiri kwenye mwaka 2022-2023 hivi kumekuwa na kulikuwa na kelele nyingi sana, na hasa baada ya ongezeko la masuala ya tozo na vitu vingine kama hivyo, watu wakaenda mbali zaidi na kulikuwa na ukosoaji mkubwa wa serikali hii ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hayo yalikuwa yanatokea, ongezeko la tozo, wakati ambao misaada tunapata katika kipindi kama hichi. Mashaka ya watu ni kwamba kama kipindi kile misaada tulikuwa tunapata na tozo ilikuwa kubwa na watu wakaanza kupiga kelele, Dr. Mchunguzi, hauoni kama kuna hiyo hatari karudi kwamba pengine maumivu haya yakaenda kuwa maradufu kwa wananchi wa kawaida kabisa? Hapana, wananchi hawawezi kupata maumivu hata kidogo. Serikali kama nilivyosema sasa hivi itaangalia namna ya kuziba pengo litakalotokana na uchelewaji. Ninachojua utakuwa ni uchelewaji, sio ukomeshwaji. Ni kwamba kutakuwa na delay, ila baadaye fedha zitapatikana kama kawaida. Mimi naamini hilo. Kukosa kabisa hapana, ila kutakuwa kuna kitu tunasema delay, ucheleweshwaji. Kwa hiyo serikali itakachofanya haitakwenda tena kusema wananchi waumie kwenye tozo, hapana. Serikali itaangalia namna mbadala ya kuweza kupata fedha za kuendesha serikali, na kama nilivyosema, namna hizo ziko nyingi mno, kama watu wakikaa chini, ambazo wanaweza kufanya na bado matumizi ya kanani. Na lingine ambalo wanaweza wakafanya pia, na ambalo ilifanya serikali ya Kenya, kama unakumbuka, ni kwamba walifanya serikali ya Kenya walipunguza baadhi ya matumizi ambayo waliona hayakuwa na umuhimu sana kivile kwa wakati huo. Kwa hiyo yako matumizi wanaweza wakakaa chini wakasema hiki ila kuna sekta kama elimu, kama afya na kadhalika, uwaga hazigusu hizo. Hizo zinaendelea kupata umuhimu wake kama kawaida, lakini yako baadhi ya mambo mengine pia katika matumizi ambayo serikali inaweza ikakaa chini ikasema, kwani hili tusipolitekeleza mwaka huu tukalitekeleza labda mwakani, kutakuwa kuna madhara gani makubwa? Basi wanaweza wakapunguza katika maeneo hayo bila kusema kwamba watakwenda kuleta maumivu kwa wananchi. Sitarajii kwamba kutakuwa na maumivu kwa wananchi kutokana na hilo pengo litakalotokea kwa muda.